Waindi wote duniani kazi yao ni betting, kamari hizi na vitu vingine. Ushasoma vizuri. Kwa hiyo anapokuja kuzungumza vitu ambavyo kuwatoa watu kisaikolojia, aidha kwa mashabiki wa Yanga au mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kushutumiana. Mimi wanaposhutumiana wenyewe kwa wenyewe tunazungumzia kabisa kwamba hasira kwa mkizi, furaha kwa mvuvi. Sio hasira za mkizi, furaha kwa mvuvi. Wakigombana wenyewe kwa wenyewe kwangu mimi inakuwa fair kabisa. Lakini kama wanalizungumzia hilo kivingine, labda ni kuatisha marefari, kuatisha marenzmeni, kuatisha na watu wengine, nafikiri haiko sawa. Kifupi tunarudi pale pale. Hakuna muhindi duniani anayedhamini mpira wa miguu. Umeelewa vizuri? Waarabu ukienda pale Arsenal utakuta wapo wengi. Umeshafahamu vizuri? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mo bwana ameshamiliki mitimu nyingi afu zinaenda wapi? Alikuwepo Mbagala Market iko wapi? Alikuwepo Moro nini wanaita yuko Singida United iko wapi? Leo yuko Simba zaidi ya mara 10 karudi. Yaani kiufupi nikwambie kitu kimoja. Muhindi achana na hiyo ya nyingine. Zungumza kuhusiana na kauli ya Azim Dewji. Ni kweli watani zako kauli zao wanazozungumza na wahujumu? Mnawazunguka? Ndugu yangu umemsikia hapa wanahujumiana wenyewe kwa wenyewe. Sio kwamba sisi ni wahujumu. Na kama ameizungumza, nimekwambia hapa, kama ameizungumza hiyo kwa niaba ya kuatisha marefari, mimi nakwambia huyu bwana mkubwa Arajige sio mtu wa kutishwa na vitu vidogo vidogo. Atishiki. Huwa mara nyingi akisema kama ni faulo anaika faulo, kama ni penalty anaika penalty, kama twende tondokeni. Faulo inaweza kujidondosha anakuambia bana inuka tuendelee na mpira. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kiufupi waliposikia Arajige anaenda kuchezesha, na kwa sababu historia Arajige zungumza jana, Arajige katajwa leo. Ndio nakwambiaje? Yes kazungumza maneno yake. Ushasema vizuri? Yaani tunarudi pale pale. Anatengeneza mtego wa kuwatisha watu wasifanye ule ufanisi wao wa kazi. Si unanielewa? Yaani kuwatoa watu kwenye ufanisi wa nini? Wa kazi. Dada, Mungu hajakosea. Wataranasu sukara wa mahumbi sukara. Utawaona watu wamelewa aliyakuwa hawajakunywa, wameshaanza kutapatapa na hawana kitu chochote ambacho wanaweza kutuambia sisi ili tusiwafunge. Na safari hii bwana harusi, na kwa sababu ametenda, unajua kuoa ni nusu ya dini. Yaani wewe ni kumalizia vilivyo bakia. Alichokifanya Aziz Ki, alichokifanya Michelle, yaani mimi nikwambie kitu kimoja, wameenda kutengeneza jambo kubwa sana na mabwana. Very soon hiyo kesho kutwa tarehe 8 wana magoli na hawa watu tunapiga goli sopungua 6. Mimi kiukweli nimefurahi sana alivyoongea mzee wangu. Kwa sababu gani nimefurahi? Ameenda kumuonyesha yule aliyokuwa anataka kufanya kile kitu kwamba tunajua. Kuliko kukaa kimya. Unajua mtu anaongea ni heri kuliko anakaa kimya. Kwa hiyo amezungumza, yule aliyokuwa anataka kufanya hizo fitna kashajua kwamba watu wa juu huko wamefahamu. Kwa hiyo hicho kitu hakiwezi kutokea tena. Nawaambia tarehe 8 hawatoki. Tarehe 8 hawatoki. Na wakitoka mimi na labda niwaambie na wakitoka mimi wanivishe jezi ya Yanga. Unasemaje? Mkiwane zungumza wewe. Zungumza tukusikie. Naambia mbele yenu official mume Machiri Yanga. Machiri. Nawaambia hivi. Mkiona mmetufunga mje mnivishe jezi ya Yanga. Hiyo ni akili timamu ama ungeelewa? Timamu sipangiwa. Rudia mimi nipo hapa nyuma. Naongea hapa. Mkiona mmetufunga tarehe 8, bwana mje kunivisha jezi ya Yanga. Sikuwahi kuvaa hata siku hii. Tunakuvisha tunakuvua au ndio moja kwa moja? Yaani mnivishe jezi ya Yanga moja kwa moja. Tunachokifanya sisi kwa ushahidi. Unataka kuhamia Yanga? Sitaki kuhamia. Wanivishe tu jezi ya Yanga moja kwa moja kilazima. Sitavaa tena. Yaani wanivishe tarehe 8. Umesikia Sara? Ameahidi akiwa East Africa hapa, sio? Tunamleta hapa. Maana huyu atatukimbia uwanjani. Sisi huyu tunamleta hata kwa nguvu. Tunakuja naye hapa aivae watu wote wafanye nini? Ameahidi watu wanamuona, wanamsikia kwenye redio. Tunamleta hapa huyu. Bwana hapa. Jezi yetu tunakuja kuvaa. Sawa, mashabiki wakiweza kuzungumza kuelekea tarehe 8 mambo yameanza kuchangamka, wanasemaga hivyo. Na Kiwale akasema kwa maana tarehe 8 Yanga ikimfunga Simba yeye avalishe jezi ya Yanga. Yuko hapa na risiti yake anatunziwa kwa uzuri kabisa. Asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. Baada yako mengi tutakuja kuyatazama hapa, usitoke. Endelea kusalia nasi. Hukumu ya Ahmed Diali nayo utakuja kuisikia, lakini pia kuna wimbo mwingine wa Dabi umeweza kutungwa, utakuja kusikia hapa ni wimbo gani wa. Usitoke, endelea kusalia nasi. Hii ni Kipenga Extra Show nambari 1 mashabiki Afrika Mashariki na Kati. 96.8 East Africa Radio Musoma. Together tunawakilisha. This is who we are. When I look at you,
This is what we play. Damn son, we keepin' up. Transmitting music. You got an addiction, man. You got an addiction. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Kwa majina naitwa Simon Peter Simalenga, mkuu wa wilaya ya Bariadi. Chakula